Karibu sana katika Stquark. Katika mchango huu tunashughulikia swali la dini ni nini, zinaanzaje na kwa nini zipo. Kama ilivyo kawaida, fanya utafiti wako mwenyewe. Hotuba hii imetungwa na mimi mwenyewe na imehaririwa kwa msaada wa ChatGPT. Kwa kuwa ninatengeneza video hizi kwa lugha za Kijerumani, Kiingereza na Kiswahili, kwa bahati mbaya utalazimika kuvumilia sauti ya kompyuta. Natumaini kila kitu kitaeleweka. Picha kwa njia zimetengenezwa kwa ChatGPT na Grok. Na kutakia nyakati nyingi za kupata mwanga wa ufahamu kupitia hotuba yangu. Kumbuka muhimu kabla ya kuanza. Maelezo yafuatayo kuhusu neno dini hayahusiani na asili ya neno la Kiswahili, bali yanahusu neno la Kilatini lililotumiwa barani Ulaya. Hapa tunachunguza namna dhana za Ulaya zilivyoundwa na kueleweka kihistoria. Maana ya neno dini. Kabla sijaingia katika mada yenyewe, inafaa kuangalia asili ya neno dini. Neno hilo huenda linatokana na neno la Kilatini religio. Hakuna tafsiri moja iliyo wazi. Mara nyingi linaunganishwa na wazo la kuunganishwa tena, yaani kujifunga upya kwa kitu fulani. Hata hivyo, kila kifungo pia humaanisha kupunguzwa kwa uhuru wa kutenda. Katika muktadha huu, mara nyingi hutajwa neno la Kilatini religare, linalomaanisha kufunga tena au kufunga kwa nguvu. Tafsiri hii hupendekezwa hasa na wakosoaji wa dini zilizotaasisiwa, kwa sababu inaeleza jinsi mifumo ya kidini inaweza kuweka mipaka kwa fikra na matendo. Kinyume chake, Cicero miaka 106-43 alitafsiri religio kutokana na relegere, tena, na legere, kusoma, kukusanya, kutafakari. Kwa mtazamo huu, dini ingekuwa ni tafakari ya mara kwa mara na ya makini kuhusu maisha na mpangilio wake. Ukaribu wa maana hizi si wa bahati mbaya, bali unaonyesha nafasi ya tafsiri. Ni asili ipi mtu anaipendelea hutegemea sana jinsi anavyoielewa na kuishi dini. Dini kama mfumo wa fikra. Ukiangalia jinsi watu wa dini wanavyoshughulikia ukweli unaopingana au maarifa ya kihistoria, mara nyingi muundo fulani hujitokeza. Kauli za imani hupewa kipaumbele juu ya maarifa yanayoweza kuthibitishwa. Hata pale ambapo ushahidi upo unaotia shaka madai ya msingi ya kidini, ushahidi huo hupunguzwa uzito au kupuuzwa kabisa. Kwa maana hii, dini inaweza kueleweka kama mfumo wa fikra ambao haupanuliwi bali hutetewa. Uhuru wa kiakili huwa umewekewa mipaka, mara nyingi si kwa shinikizo la nje, bali kwa imani ya ndani. Hadithi kulingana na Erich Fromm. Mwanasaikolojia wa uchambuzi na mwanafalsafa Erich Fromm alielezea kanuni hii kwa hadithi rahisi. Mwanaume mmoja anapata kipande cha kuni na anakigawanya katika nusu mbili. Kwa nusu moja anawasha moto na kuoka mkate. Kutoka nusu nyingine anachonga sanamu ya Mungu na kuanza kuiabudu, ingawa ni kazi ya mikono yake mwenyewe. Anahamisha uwezo na nguvu zake mwenyewe kwenda kwenye kitu hiki na hivyo anajifanya kuwa maskini zaidi. Kadiri sanamu inavyoonekana kuwa na nguvu, ndivyo mwanadamu anavyozidi kuwa dhaifu. Hadithi hii inaelezea utaratibu wa msingi wa mifumo ya kidini. Mwanadamu hukabidhi wajibu, ubunifu na nguvu kwa kitu ambacho yeye mwenyewe amekiumba. Sanamu si picha tu. Ibada ya kidini haijikiti tu kwenye sanamu au picha. Maneno, majina na maandiko pia yanaweza kuwa sanamu, hasa pale yanapochukuliwa kuwa matakatifu na hayaruhusiwi kuhojiwa. Mfano unaojulikana ni jina la Mungu katika Uyahudi ambalo kwa jadi halitamkwi. Badala yake hutumika neno Adonai. Bila kujali maelezo ya kiteolojia, muundo fulani unaonekana hapa. Hii mfululizo wa herufi hupata hadhi isiyoguswa. Kwa njia hii, hugeuka kuwa kitu cha kuabudiwa. Imani na maarifa. Kuwa mtu wa dini kunamaanisha kuweka imani juu ya maarifa. Sheria za asili hubadilishwa na miujiza, na simulizi za kihistoria hubadilishwa na kauli za imani. Hadithi nyingi za Biblia haziwezi kuthibitishwa kihistoria au zinapingana na ushahidi wa kiolojia na vyanzo vya wakati huo.
Hakuna ushahidi wa wakati huo nje ya maandiko ya kidini unaothibitisha kuwepo kwa Musa au tukio la kutoka Misri kama linavyoelezwa katika Biblia. Taarifa zote zinatokana pekee na maandiko ya kidini. Hili linakuwa tatizo pale ambapo maandiko ya imani hayachukuliwi kama maandiko ya imani, bali kama ukweli wa kihistoria. Dini na mamlaka. Ingawa dini ni miundo iliyoundwa na wanadamu, mamlaka wanayoyazalisha yana nguvu halisi. Vurugu, ukandamizaji na vita kwa jina la Mungu ni matukio yanayojirudia katika historia. Kwa kufanya hivyo, mwanadamu huruhusu mfumo alioumba mwenyewe kutumia mamlaka juu yake, mara nyingi kwa hiari. Dini kama mfumo wa upangaji wa watu wengi. Dini hazitimizi tu kazi ya kueleza ulimwengu, bali pia kazi ya kuleta mpangilio. Katika jamii ndogo sana, sheria, kanuni na uwajibikaji vinaweza kudumishwa kupitia mahusiano ya moja kwa moja. Watu wanafahamiana, tabia zinaonekana, na adhabu huwa za kijamii na za haraka. Kadiri kundi linavyokuwa, mfano huu hufikia mipaka yake. Kuanzia takribani watu 100 hadi 150, mahusiano binafsi hupungua. Mpangilio lazima uwe wa kufikirika zaidi. Dini hutoa hapa kanuni za maadili, simulizi za pamoja na mamlaka ya juu ambayo hufanya kazi hata pale ambapo hakuna anayeshuhudia. Kwa maana hii, dini huwa karibu zisizoweza kubadilishwa kuanzia ukubwa fulani wa idadi ya watu, si kwa sababu ni za kweli, bali kwa sababu zinawezesha ushirikiano, utiifu na udhabiti. Kipengele cha ziada: maelezo ya dhana ya anarkia. Neno anarkia linatokana na Kigiriki anarch na linamaanisha bila utawala, si bila mpangilio. Anarkia inaelezea aina ya kuishi pamoja ambako hakuna mamlaka ya juu inayotawala wengine kwa kudumu. Mpangilio hutokea kutoka chini kwenda juu kupitia mahusiano ya moja kwa moja, uwajibikaji wa pande zote na ushirikiano wa hiari. Anarkia hufanya kazi hasa katika makundi madogo na yanayoeleweka kwa urahisi. Kanuni hii inapohamishwa kwenye jamii kubwa na zisizo na sura ya kibinafsi, mara nyingi huonekana kimakosa kama machafuko. Mpito: makundi madogo bila dini. Ukiangalia mahusiano haya, inakuwa wazi kwamba mpangilio hauhitaji lazima utawala, angalau si katika jamii ndogo. Huko mahusiano binafsi yanaweza kufanya kazi ile ambayo katika jamii kubwa inaweza tu kufanywa na dini au mifumo mingine ya mpangilio wa kufikirika. Kihistoria, kulikuwa na harakati zilizofanya kazi hasa chini ya hali hizi. Njia. Moja ya harakati hizi iliita yenyewe njia. Ilikuwa ni jumuiya ndogo zisizo na kituo kimoja, bila mahekalu, bila tabaka la makuhani na bila taasisi za kidini zilizowekwa. Mwelekeo wa kimaadili ulitokana na uwajibikaji wa pamoja, si hofu ya adhabu ya kimungu. Kimuundo, makundi haya yalifanana na kile ambacho baadaye kilielezewa kama mfumo wa shirika lisilo na utawala. Ni baada ya kuongezeka kwa wanachama, kutambuliwa kisiasa na kuimarika kwa taasisi ndipo yakageuka kuwa dini kwa maana ya leo. Hitimisho. Dini si sheria ya asili. Ni muundo wa kibinadamu uliotokana na hitaji la maelezo, mpangilio na udhibiti. Ikiwa mtu anajitiisha kwake au anaihoji kwa mtazamo wa kina, si swali la imani bali la uhuru wa kiakili. Asante kwa kutazama video hii. Ipende na ujiandikishe kwenye kituo. Lakini muhimu zaidi, fanya utafiti wako mwenyewe kwa sababu mimi najua nini hasa